Wadau kutoka nchi mbalimbali wamehimiza asasi husika kuendelea kuwatambua na kuwaunga mkono wanawake wanaojitolea kuihudumia jamii. Haya yalijiri katika hafla ya tuzo za Wakanda maarufu kama Wakanda Gala, ambazo ziliwakutanisha washirika pamoja na mashirika mbalimbali kwa lengo la kuwahamasisha katika utoaji wa huduma kwa jamii. Taarifa imeandaliwa na Nyawira Nikaitia Sauti. Mbwembwe, tafrija, fahari ya chanda chema kuvikwa pete. Hafla ya usiku wa Wakanda iliyolenga kuwatambua, kuwaunga mkono na kuwazawadi watu wanaoleta mabadiliko katika jamii japo kimya kimya. Ilikuwa pamotisha waendelee na juhudi hizo. Ijapo tuzo hizo ziliwalenga wake kwa waume, wanawake walijaajaa zaidi, waking'aa kwa mavazi yaliyowakilisha utajiri na tamaduni mbalimbali barani Afrika. Miongoni mwa waliotunukiwa tuzo ni shujaa Prudence Kai, kiongozi wa shirika la Hopes and Dreams, aliyepokea tuzo ya Voice of Change kwa mchango wake kwa wanawake wajane katika jamii. Prudence anawashughulikia wajane tangu mwaka 2013 katika kaunti ya Kilifi, makundi 300 yakiwa chini yake. Kazi yetu kubwa ni kumleta mjane karibu, tuweze kuzungumza na yeye, kwanza ajikubali, anapopona tunampatia skills tofauti kama kushona, tunawapatia kazi kama vile kulima shambani, na wanalima mashamba yao ili waweze kujisaidia na waweze kusomesha watoto wao kwa urahisi na pia kupata lishe bora. Prudence, ambaye mwenyewe ni mjane wa zaidi ya miaka 10 tangu kumpoteza mumewe mwaka 2012 wakati wa mgomo wa madaktari, anasema anaona fahari kuu kuwapa mkono watu wanaofanana naye kihali. Kwangu mimi kama mjane nasikia furaha kubwa sana, na nimepata nguvu ya kufanya kazi kwa jamii zaidi na wajane na mayatima na hata wagane, na nasikia kuifanya hii kazi kwa ufasaha zaidi na kwa upendo. Waziri wa utamaduni kaunti ya Kilifi Ruth Dama pia alitambuliwa kwa kuwa wima katika sekta hiyo, akisisitiza kuwa kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa katika jamii. Umuhimu wa mkao huu ni kwa sababu hao mashirika wengine wameleta ile mapatanishi ama bilateral partnerships kupitia watu kutoka nchi za ngambo ama Amerika kuja kufundisha watu wetu nchi yetu ya Kenya. Tumegundua kwamba huwezi fanya kazi nyingi peke yako, lakini ukishirikiana na watu wengine mbalimbali ambao wana ujuzi mbalimbali huweza kutukasaidia watu wengi kwenye jamii. Wadau mbalimbali walimpongeza Mfalme Ruben West kwa moyo wake wa kujitolea kufanikisha tuzo hizi. I've been coming to Kenya for quite a number of years, bringing different individuals who have initiatives and programs to help change the lives and to actually partner with different cities, counties, or governments here in Kenya. One of the things that we do is we give out awards for people who are doing exemplary work. As a matter of fact, right here in the Westin Hotel tonight, we are getting to award some great individuals who are doing programs that are improving the lives of the people in their community and in this country. His heart that has defined the goodness that we are seeing in our nation here in Kenya. Some of the challenges zenye tunakutana nazo tukipanga hizi event ni ya kwamba watu wengi sana hawaelewi, wanauliza kwa nini award inakuja na pesa, inakuja na nini, hawaelewi maana ya networking, hawaelewi maana ya kuunganisha mataifa mawili, kuunganisha watu wa kutoka nje ya Kenya. Shirika la Global Civility Leadership Institute na iChange Nations lililoandaa tuzo hizi liliapa kutokoma hadi wanaoleta mabadiliko chanya watambuliwe katika jamii. Wanasema mtoto akibebwa na nina hutazama kisogo. Kwa hivyo tusalie na hayo ya nina. Ni kwamba